naomba mnisikilize kwa makini sana. Mimi naishi Arusha na nimekuwa bungeni miaka 10. Kwa nikiongea na nyie naongea mambo nayofahamu vizuri sana. Kutoka Arusha paka hapa ni mbali sana. Na tuna riski. Mimi nachukia sana kupita barabarani Tanzania, kwa sababu nchi hii ni kati ya nchi ambazo zinaongoza kwa ajali duniani. Barabara nyembamba, tunatembea usiku na mchana, tunachelewa kulala, tunawahi kuamka. Kabisa, tuko wapweke, hatuishi na familia zetu muda mwingi kwa sababu ya kujali nchi hii. Kwa mkiona tumefika hapa, mjue tumekuja kwa sababu tunajali. Mtu ukiona unasikia maumivu kwa ajili yako, bado wewe uko hai. Na ukiona unasikia maumivu kwa ajili ya wengine, maana yake wewe ni mtu wa Mungu. Namuona mwenyekiti wetu anapanda kwa shida hapa. Kiangalia gari yake, tangalia baadaye wakati anaondoka, tamsindikiza ni barabarani, mtaona imejaa matundu ya risasi. Mimi toka nimeingia kwenye siasa sijawahi kushtakiwa kwa kosa lolote la kuiba TV ama kitu chochote, ila nimeenda polisi zaidi ya mara 100, nimeenda mahakamani sikumbuki idadi, nimekwenda magereza sikumbuki idadi kwa ajili ya watu. Kwa tunapokuja na ujumbe kwenu, muelewe hatuko kwenye biashara, isipokuwa tuko katika mkakati maalum wa kusaidia maisha yenu. Kiangalia kuanzia Lindi kusini huku, kumejaa utajiri mtupu, lakini hakuna watu wanaongoza kwa umaskini kama nyinyi. Mama zangu, vijana wenu wako Dar es Salaam ndio wauzaji korosho na sigara stendi kule ya Magufuli. Matoka wapi? Mtwara. Mtwara. Watoto hawana hata nauli za kuja kusalimia wazazi. Huko wamebaki watu kwenye korosho. Korosho ni bidhaa adimu na muhimu sana. Lakini angalieni maisha yenu. Kilimanjaro hatuna korosho. Hatuna ardhi kubwa kama nyie. Mimi naweza nikapewa urithi na baba yangu shamba haifiki robo eka. Labda ni hapa na kwenye ile gari pale. Lakini angalau Kilimanjaro ina tofauti. Lakini nyie mna uchumi mkubwa wa ardhi, rasilimali kuliko hata mikoa ya kaskazini. Ni kwa sababu CCM imewafanya kuwa wajinga. Wajinga kabisa. Sasa mimi nitawaambia jambo moja. Kwa nini tunasema no reforms, no election? Sitaki mkariri msemo kama fashion ya Chadema. Nataka mjue maana yake ni nini, na nitaifanya kwa mfano. Na huo mfano taanzia hapa chini, mimi nitashuka chini. Wale ambao hamuoni kule itabidi msogee hapa. Njooni watu 5. Mheshimiwa mwenyekiti wa kanda, naomba watu 5 hapa. Mwanamke mama njoo, mama mmoja aje hapa. Mama mmoja njoo, mama njoo. Naomba na watu wengine, ndio kamanda njoo hapa. Watu wengine kama 3 4 5. Mama njoo hapa. Hapo wataona. Okay. Asante. Nimeona. Basi Celestini, mama panda hapa. Wewe utakuwa Samia leo. Panda hapa mochi. Na nyie simameni hapo wote, mstoki hapo. Ndugu zangu, kwa nini tunasema kama hakuna mabadiliko katika sheria ya uchaguzi tutazuia uchaguzi? Sikiliza tume ya uchaguzi ilivyo. Mama, nitakutolea mfano kama Rais Samia, lakini naomba msamaha, wewe sio Rais Samia. Na kuomba radhi. Wewe ni mtu mwema kabisa. Ndugu zangu, tume ya uchaguzi ikoje? Huyu ni Rais Samia. Anamteua huyu hapa kuwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi, wa kusimamia nini? Uchaguzi. Anamteua na huyu kuwa mkurugenzi wa kusimamia uchaguzi.
Huyu ni mgombea wa upinzani, anashindana na Samia. Samia ndo ameteua referee na landsman. Tunamwambia Samia, huu uchaguzi hautakuwa huru na haki, kwa sababu refa ni wa kwako, landsman ni wa kwako. Ili uchaguzi uwe huru na haki, wewe usimteue landsman, usimteue refa. Samia huyu hataki. Lakini huyu Samia huyu ambaye ni rais, ambaye ni mgombea wa CCM, anamteua mkurugenzi wa halmashauri. Huyu mkurugenzi wa halmashauri ndio msimamizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo mpaka chini kwenye madiwani, ndio msimamizi wa ndanda. Sasa huyu mkurugenzi, nyie mkishapiga kura, uteuzi wake umetoka kwa Samia. Njoo hapa kama njoo. Hapana, huyu kama. Huyu Samia ndio amemteua huyu mkurugenzi. Njoo watu wawili. Alafu huyu mkurugenzi anawajibika, halmashauri zote ziko chini ya mkuu wa mkoa. Huyu ni mkuu wa mkoa. Na huyu mkuu wa mkoa ameteuliwa na Rais Samia ambaye ni mgombea. Alafu chini ya mkuu wa mkoa kuna mkuu wa wilaya, ambaye huyu mkuu wa wilaya ndiye bosi wa polisi wote mpaka OCD people. Sasa OCD na afisa wa usalama wa wilaya wanaenda kwenye kamati inaitwa kamati ya ulinzi ya usalama ya wilaya. Sasa huyu mkuu wa wilaya, mkurugenzi kuna anaripoti kwake, na mkurugenzi yuko chini ya TAMISEMI. TAMISEMI hiyo tunaosema yuko chini yake, anaishi waziri wa TAMISEMI ni mkwe wa Rais Samia, yani Mchengerwa ameoa mtoto wa Samia. Alafu huyu mkuu wa wilaya yuko hapa. Huyu mkuu wa wilaya ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Chama cha Mapinduzi. Hawa wote ndio wanaosimamia uchaguzi wa kumangusha bosi wao Samia. Inawezekana? Banda, mnanielewa? Yaani hawa wote, mkuu wa wilaya ameteuliwa nani? Samia. Huyu ndio anashughulika na askari hawa. Anatakiwa eti asaidie Samia kushindwa. Inawezekana? Unakuja mkuu wa mkoa, huyu anaongoza mpaka RPC. Huyu naye pia ameteuliwa na Samia. Wewe ni nani bwana? Huyu mwenyekiti wa tume wa taifa, hao wengine wote waripoti kwake, ameteuliwa na Samia. Mama Abduli. Wewe nani? Mkurugenzi wa tume ya uchaguzi ameteuliwa na Samia. Huyu mkurugenzi wa halmashauri ya ndanda ameteuliwa na Samia. Tunamwambia Samia hivi, huu ni utapeli. Hapa hawawezi kusimamia uchaguzi uko huru na haki. Piga chini hawa, tuwe na watu huru. Hawataki. Sijui kama ndanda mnaelewa. Mnaelewa maana ya no reforms no election? Sasa tunavyosema no reforms no election, tunasema hivi, hawa watu wote hawa ni watu wako, na wewe ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na wote wanalipa mshahara na serikali yako, na wewe ndio unawajibisha. Hawa wote DC anamamrisha OCD anawamrisha wale kuja kutulinda hapa. Wakienda nendeni kituo fulani, kaleteni fujo, kuna isihesabiwe. Hawa wanakuja na magari ya mabomu kwa sababu wamepata amri. Tunasema uchaguzi wa aina hiyo ni wa kiuni, wa kipumbavu, hatutaki. Kuliko tuingie kwenye uchaguzi wa aina hiyo, tunakwenda kuhamasisha ndanda. Tushikane pamoja. Tunataka marekebisho ya sheria na kanuni. Kama hamtaki, siku hiyo badala ya kwenda kupiga kura, tutafanya maandamano ya amani ya kuzuia uchaguzi. Ndio maana ya no reforms no election, kwamba kama hakuna tume huru ya uchaguzi, hakutakuwepo na uchaguzi. Sasa sikiliza, wabaki watu wawili, mama Shukentu, baki wawili hapa.
Wewe unanitishatisha, umetuna sana. Wewe baki hapa. Njoo hapa. People. Sasa huku chini kwenye kata anayesimamia uchaguzi ni mtendaji. Ni nani? Huyu mtendaji anawajibika kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Ndanda, si ndio? Sheria na kanuni nasema hivi, huyu mtendaji baada ya kura kuwa zimekushapigwa, eti huyu mtendaji anaweza akaangalia. Sikiliza walivyo wauni hao. Wauni sana. Polisi wa mabosi zenu wauni kabisa. Wanasema hivi, anaweza akaangalia kama hilo eneo linafaa kufanyia majumuisho ya kura ama la, na vile vile kama halifai anaweza akaamua kwenda kuhesabia kura sehemu nyingine. Sasa sikiliza, hamjasikia bado itume hivyo. Mkurugenzi huyu ndio anayesimamia viapo vya mawakala. Kwenye kila kituo cha kupigia kura kuna mtu anaitwa nini? Wakala. Mimi ni wakala. Nikisimama kusimamia kura ya Lissu, natakiwa mimi niapishwe na Mheshimiwa Lissu. Usiniapishe wewe mkurugenzi, nipewe barua na kiongozi wangu wa chama niende kituoni. Inapaswa kwa hivyo. Sasa mimi naambiwa hivi, nitaenda kula kiapo kwa mkurugenzi ya hakimu. Nikishakula kiapo, anayepeleka majina kwenye vituo vya kupigia kura sio mimi, ni mkurugenzi. Sasa Arusha mjini kuna vituo 1000 ya mkini. Ama Ndanda kuna vituo 400 ya mkini. Mkurugenzi anachofanya, anapeleka majina kwenye vituo 200. Anachelewa kupeleka majina kwenye vituo 100. Kwa wakala akienda kwenye kituo shule ya msingi Ndanda, mtendaji huyo anamwambia hivi, jina lako halipo, huwezi simama kituoni. Huyo akianza kupiga kelele, mtendaji amepewa amri, msimamizi wa uchaguzi amepewa amri ya kuita afande. Afande anaitwa, anaambiwa mtoe huyo, anafanya fujo. Unaweka kwenye ndova, unapelekwa polisi, kituo kinabaki wazi, wanakuja na kura za wizi, wanaziingiza. Sasa maana yake nini? Kaeni asante. Maana yake nini? Nisikilize kwa makini. Hatutafuti tume huru ya uchaguzi ili mimi niwe mbunge ama Mheshimiwa Lissu awe rais. Kabisa. Mimi nimekuwa mbunge miaka 10. Nafikiri miaka 2 nimekaa jela. Mwaka mmoja nimekwenda mahakamani mfululizo. Mimi nimeshawahi kwenda mahakamani kila mwezi mara 4, mwaka mmoja mfululizo. Mpaka 2020 tulipoamua kukimbia nchi. Tulikuwa kwenye malengo ya kuuawa. Mheshimiwa Lissu akakimbilia Ubelgiji. Mheshimiwa na mimi nikasikia sauti ya Bwana, Neema, mchukue mama na mtoto wende na Ndanda. Mngefanyaje nini? People, mimi sio mwoga. Mimi nisikia sauti ya Bwana. Nimesikia bwana unatafutwa, nikabishibishi. Kama mke wangu bwana na taarifa yangu sio nzuri hapa Na mimi sikutaka kufanya bidhaa kwa sababu niliona kaka yangu alivyofanya. Uweze kujaribu kujipiga risasi, alafu useme baadaye nione kufa unajisikiaje? Utaona unavyojisikia sababu utakuwa umeshakufa. People, basi sauti ya Bwana ikanijia, Neema, mchukue mama na mtoto uende naye mpaka nchi nitakayokuambia, ukae huko mpaka nitakapokuita. People, nikachukua zangu moja mimi. Ama Ndanda mnasemaje? Wewe ukitokea roho bwana unafanyaje? Nikakimbia. Kafika pale Kenya boda, Bisili, Magufuli akashtukia. Kapigwa simu, Uhuru akatuma makomando wakanishika. Kapelekwa polisi Kajiado. Kaenda nikafungiwa kwenye hoteli moja mpaka kesho yake. Roho bwana akaendelea kusisitiza, usiogope, niko na wewe mpaka nchi nilikuonyesha. Anasemaje hivi? Sidio? Nikaenda mpaka Canada huko.
Mandela wako Canada. Na wanawaambia huyu Lema anakuja kuambia mtoto wake na mke wake wako Canada. Ningekuwa na uwezo mimi wa kuchukua watoto wenu wote ni waende Canada, ningefanya hilo jambo. Wangesoma vizuri, wangetibiwa vizuri, wangejaliwa vizuri. Hapa tungebaki wanaume tupambane na hawa majamaa. Nimekaa kule, sauti ikanijia tena. Lema, yule aliyekuwa anataka roho yako na mama yupo tena, yuko Chato. Sasa people, unaweza kurudi uende katika mikoa yote, Lindi, Mtwara, Ndanda, ukahubiri injili ya ukombozi. Leo niko hapa. Huyo sio Bwana huyo. Sio Mungu. Sasa nawaambia nini Ndanda? Nini maana ya uchaguzi huru? Sikiliza. Huu masikini wenu, nisikie kwa makini ndugu zangu, umesababishwa na Chama cha Mapinduzi, sio Mungu. Israeli ni jangwa. Jangwa kabisa, jangwa. Kuna wakati wananunua udongo wa Afrika, wanasaga mawe kwa wanachanganya wapate udongo wa kulima. Israeli ni kati ya nchi 10 zinazouza matunda katika soko la dunia. Waarabu ni jangwa. Wanakaa miaka 4 hawaoni mvua. Jangwa. Waarabu wanauza ngano wa Afrika. Jangwani wanalima ngano. Nyie mnaanza kulima kila kitu. Mnaagiza 60% mpaka 70% ya chakula kutoka nje. Upuzi. Inayotumika kuagiza vyakula nje, hiyo ingebaki kwa wakulima hapa, kila familia katika mikoa ya kusini ingekuwa na maisha bora. Tunapoongelea maisha bora, sio hizi nyumba zenu za majani. Lindi mjini, nimezunguka leo Lindi yote mimi asubuhi. Nimeshakuja kama mara 4 Lindi. Leo nilipoamka nikamkuta mwenyekiti alipokuwa amefikia. Nikasema ngoja ni explore Lindi nzima. Lindi ina majengo ya kale, mheshimiwa mwenyekiti. Yale majengo kama yangeweza kuhifadhiwa, ungekuwa ni utalii mkubwa kuliko utalii wa mlima Kilimanjaro. Morocco inapokea watalii milioni 8 mpaka 12 kila mwaka. Utalii wa Morocco ni bichi, bahari na nyumba za kale. Lindi wanavunja nyumba za kale. Kuna bahari, kuna bichi. Nchi hii ina mbuga za wanyama nyingi kuliko nchi yote duniani. Ina mlima Kilimanjaro. Ina bahari kubwa, Lindi, Mtwara, Dar es Salaam, Bagamoyo, Tanga. Utalii wa bichi peke yake, nchi hii ikipokea watalii milioni 10 kwa mwaka, hakuna mtu ataweza kurusha barabarani. Sababu mtalii mmoja anahudumiwa na wastani wa watu 3. Manake watalii milioni 10 utahitaji ajira milioni 30. Nchi hii ina watu milioni 67. Ukichukua watoto tu hata milioni 25. Manake kila mtu angeweza kuajiriwa kwa soko la utalii peke yake. Ila tunaongozwa na wajinga. Nimeangalia Lindi, nilikuwa nawapiga picha, naambia pigeni picha. Tanga hivyo. Huku mna bahari. Eti unakwenda Lindi, baharini ndio kuna nyumba za majani. Marekani, nchi yote duniani iliyoendelea, mahali ambako kuna bahari huwa wanaishi mabilionea. Popote duniani. Nenda na mimi hapo. Eti hapo unakuta nyumba ya majani barabara. Mna korosho, mna gesi, mna kahawa, mna ufuta, mna makaa mawe. Alafu mama zenu wanatembea peku barabarani, alafu mnacheka na mabomu. Alafu mnabana maisha, mnakimbilia kanisani. Mtumishi wa Mungu nabii tuombe, Baba katika jina la Yesu, tunakwenda kinyume na umaskini. Ama hiyo. Kemeni CCM. Sinawajua nyie. Mnakimbilia huko siku hizi kupakwa mafuta. Mtapakwa mpaka wawili, hamtatoboa nyie. Hamwendi. Unasikia tangazo Ndanda nabii
hii kabambe, yule ambaye analeta mpasuko na mapasuko na mafanikio ya kifedha atakuwepo. Njoo na mafuta yako ombe. Wewe utajiri Mungu amesema, Mungu amesema asiyefanya kazi na asiye, na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Mnapigwa chana macho nyinyi. Na nyinyi wanawake nyinyi nawajua nyinyi ndio mnaendaga sana huko. Mimi sina mke na mama yangu. Mnaiba mpaka mashati yetu. Mnapeleka eti yaombewe tutulie kwenye ndoa. Tunatulia kwenye ndoa kama kuna shababu. Mnasemaje kina mama? Mtafunga pepo la umaskini, haki ya Mungu alitoki. Kitu la kufunga hapa ni CCM. Na tunaanza nalo kwenye uchaguzi. Ukiwa na uchaguzi bora, unakuwa na serikali inaogopa ushindani. Ukiwa na serikali inaogopa ushindani, maana yake nini? Serikali itaanza kufikiria umma na watu. Sasa hivi hawaheshimu nyie. Ndio maana kila mbunge au mwanaume au waziri, mama, namshukuru mama, namshukuru mama mpiga mwingi mama. Wanaume wazima wamekuwa mama Duanso. Amuoni? Mimi na namba za mawaziri karibu wote. Mpaka waziri mkuu wenu hapa. Eti picha aliyoweka kwenye profile yake ni picha ya Samia. Ana mke, ana familia. Uoga. Ukiangalia mbunge wenu, tafuteni picha ya mbunge wenu kwenye profile, utakuta amemweka mama. Kila saa jemedari, mama anaopiga mwingi. Mama yenu huyo ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa nini? Anatakiwa kuwajibika kama rais. Akikosea akosolewe kama rais, akikosea aonywe kama rais. Leo nyie, kwa nini nyie amuonekana watu wa maana? Eti shule inakuja kujengwa Ndanda, alafu mbunge na mkuu leo anasimama anasema tunamshukuru mama. Wewe mnamshukuru mama kafanyaje? Sikiliza Ndanda sikiliza. Ukiona Rais Samia amepaka wanja na lipstick akapendeza, yuko kwenye gari akapendeza, ile pesa sio yake, ile pesa ni kodi ya wananchi. Wewe ndiye unayemlipa waziri mkuu mshahara, wewe ndiye unayemlipa rais mshahara, wewe ndiye unamfanyia Rais Samia akae mezani. Chakula anachokula leo mchana ni kodi yako, sio biashara yake. Mnajua duka la Samia nyinyi? Mnajua kiwanda chake nyinyi? Nyinyi ndio mnalipa kodi. Sasa ili kodi yenu iheshimike na nyinyi mheshimike, lazima tulazimishe kuwa na uchaguzi wa haki. Ukiwa na uchaguzi wa haki, tutakuja kushindana na sera kwenu. Sasa hivi CCM wanajua wanaweza wakapita kwa kutumia mtutu wa bunduki. Siku wakijua watapita kwa kura wananchi, maana yake mamlaka ya utawala yatarudi kwa wananchi. Mamlaka ya utawala ya kurudi kwa wananchi, mtashangaa humu ndani zinajengwa barabara za lami, kwa sababu nyie mtakuwa na mamlaka kuliko serikali. Sasa hivi serikali ina mamlaka kuliko nyie, lakini kwa mujibu wa katiba serikali inatakiwa kuwa chini ya mamlaka ya wananchi. Wewe ni kiongozi, wewe ndio bosi wa rais, wewe ndio bosi wa OCD, wewe ndio bosi wa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya sio bosi wako. Siku hizi wakuu wa wilaya wa nchi wanatembea wamenyanyua mabega juu kama wao ndio mabosi wenu, wakati nyie ndio mmeweka madarakani. Sasa uchaguzi huru utapunguza ubabaishaji. Tukienda Arusha mjini, CCM ikashiriki, Chadema ikashiriki, uchaguzi ukawa huru, atakayeshinda yote mtakuwa na wabunge wengi bungeni. Ujinga ndio ipita hiyo ndio sawa. Majaliwa ashone suti nyeusi ndio, huo ujinga utapungua kule bungeni. Sasa hivi upungua kwa sababu wote wanafikiri huruma ya rais itaelekeza nani awe mbunge kule jimboni. Namna ya kukata hayo mambo ni moja tu, lazimisha uchaguzi huru. Ndio sababu tunasema no reforms no election, kwamba hakuna mabadiliko ya kanuni. Sasa hii kazi itakuwa na magumu sana. Atakuja kuongea mwisho mwenyekiti. Hili kazi hii tuifanye. Ndugu zangu, mmeona nimevaa t-shirt hii, imeandikwa Tone Tone. Chama chetu kimezindua programu maalum ya kutafuta michango midogo midogo kwa wananchi. Midogo kwa wananchi.